Ni kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia awamu ya pili inaendelea katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar. Na hapa ni katika viwanja vya maonyesho Dole, ambapo wananchi mbalimbali wameweza kufika hapa kwa ajili ya kujipatia huduma mbalimbali ikiwemo utatuzi wa migogoro pamoja na kujipatia vyeti vya kuzaliwa pamoja na vitambulisho. Tumefika hapa kwa ajili ya kujionea hali halisi namna inavyoendelea, na tumepata fursa ya kuzungumza na wananchi mbalimbali ambao wamefika hapa kwa ajili ya kujipatia huduma mbalimbali na wameeleza furaha yao baada ya kuweza kupata huduma hizi. Mimi ni Abdillahi Abdullah, lakini nyuma kamera ni Madina Omar. Maonesho kwanza ni mazuri, watu wengi, watu wanapata huduma mbalimbali. Tunamshukuru Mama Samia kutuletea mswada huu, unatusaidia kwa hali ya juu kwa sababu tuna changamoto mbalimbali tulikuwa kwa kweli hatuzijui, lakini leo kuja hapa nimepata kutatuka. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Mama Samia, aendelee na moyo huu wa kujitolea ili tupate kutatua changamoto zetu. Nimekuja kutafuta kitambulisho cha mtoto wangu, cheti cha kuzaliwa, na nimekipata. Kwa kweli utaratibu ni mzuri, unaridhisha kwa sababu nimekuja, nimefanyiwa cheti, nimekipata hichi leo. Nashukuru sihaba, huduma zinaenda vizuri, tena vizuri sana. Yani wawe na msimamo huu wa kuendeleza na kuwa na spidi hii ya kutengeza vyeti, yani mambo yatazidi kuwa mazuri zaidi na msongamano pia utakuwa umepungua kabisa, yani katika mzunguko wetu wa kutafuta hivi vitu. Kwa kweli mhudumu nimepitia kwenda ulayani, lakini kutokana na hali kidogo msongamano wa watu kidogo ulikuwa mwingi, nikaona vikwazo kidogo, nikaona tabu sana kukaa pale na kuhusu maisha yangu kidogo, maisha yenyewe kutafuta, itabidi mimi nikaachana nayo masuala, lakini kutokea hii fursa nikaamua kuifuatilia fursa na nimefanikiwa fursa. Yani ni kitu moja, yani rahisi sana ni kiufupi kupata hichi kitu, yani isipokuwa uwe mstamilivu tu kidogo tu, sio sana. Nilipitia changamoto nyingi, manake niliambiwa kwanza, nilianzia Kwerekwe nikaambiwa, nikafahamishwa nende migration, nikaenda mara nikaambiwa nende Mwera, yani nilimpata changamoto nyingi. Halafu nikaambiwa nende Vuga, nikaleki hapo, lakini nilipokuja hapa Dole yani urahisi, kwanza bure, halafu huduma zake ndo kama hivyo mara moja, hukai foleni kama watu wengi, tofauti na kule nilikuambiwa nende mwanzo. Majina yangu ni Ramadhan Hassan Saidi. Mimi ni afisa sheria ambaye natokea katika idara ya katiba na msaada wa kisheria, idara ambayo ipo ndani ya ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora. Tukiwa katika uendelezwaji wa mchakato wetu huu wa utoaji huduma msaada wa kisheria katika viwanja hivi maonyesho hapa Dole. Kwa siku ya leo wananchi wamejitokeza wengi. Wananchi hawa wana malalamiko mbalimbali ambao wanafika katika meza zetu katika hivi viwanja vya maonyesho hapa Dole, lakini miongoni mwa malalamiko ambayo mengi yanakuja mbele yetu, kuna masala ya ndoa, mambo ya mirathi na kesi nyingine mbalimbali za madai na kesi za jinai. Mwitikio wa wananchi umekuwa mkubwa katika mabanda haya, na huduma kama mnavyoona bado zinaendelea kwa siku 15 kama alivyokuja kuzinduliwa siku ya tarehe 20 na mgeni rasmi ambaye alikuwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa maana hiyo mwitikio ni mzuri na huduma zinaendelea kutolewa hapa, ambapo na kuna mabanda mengine mbalimbali ya ambayo yanaendelea kutoa huduma, wakiwemo kama watu wa vyeti vya kuzaliwa, vitambulisho vya Mzanzibari, vitambulisho vya NIDA, uhamiaji na mabanda mengine mengi. Katika shughuli zetu hizi za utoaji wa huduma msaada wa kisheria tumejipanga vya kutosha, kwa sababu safu yetu ukiangalia kuna maafisa sheria, kuna mawakili wa serikali, kuna mawakili wa kujitegemea, kuna mahakimu kutoka mahakama ya kadhi, kuna wanasheria kutoka taasisi mbalimbali. Katika masala haya uliongelea ya unahusu mambo ya ndoa na mambo mengine ya talaka,
tunao makadhi hapa ambao kwa hatua ya mwanzo mwananchi tunamsikiliza, tunamjazia fomu ya malalamiko yake na taarifa zake za anapoishi na taarifa nyingine. Lakini hatua ya pili tunampeleka sasa kwa mtu husika ambaye anahusika na masuala hayo. Kwa mfano masuala ya ndoa, kadhi anamsikiliza kwa kina, na kama anahisi jambo hili linahitaji kuitwa na upande wa pili, kwa mfano kama amekuja kulalamika mke, basi kama kuna haja kuitwa mume pia, basi ni anaitwa, anafika hapa katika viwanja hivi wakati wa kipindi hichi cha mchakato huu wa utoaji huduma msaada wa kisheria kwa siku 15 unaendelea. Kwa yule mtu anafika na kusikilizwa, kama inatolewa fatwa basi inatolewa, au kama hili jambo labda la kwenda mahakamani, basi huwa anapewa mwongozo mwananchi kwa ajili ya kwenda mahakamani, au anapatiwa wakili hapa kwa ajili ya kusimamia shauri hilo huko mahakamani ili mwananchi apate haki yake. Gharama, kwa upande wa gharama, ili zoezi toka lilipozinduliwa kwa jina la kampeni ni jina ambalo ni jina la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa walipendekeza hii kampeni iwe inafanyika na utoaji wa huduma uwe ni bure. Kwa hiyo wananchi hapa hawatozwi gharama yoyote, wananchi katika upatikanaji wa hizi huduma, ambapo wananchi hawa wanafanyiwa kama tunavyoona. Wananchi wengine wanaandikiwa hati za viapo, ni bure kabisa. Wengine wanaandikiwa hati za manunuzi ya ardhi bure, ambao inaitwa mikataba ya mauziano. Kwa hiyo hakuna gharama yote ambayo wananchi hapa anatoleshwa. Wito wangu wananchi, tunaomba waendelee kufika hapa. Huduma zimewasogelea, huduma zipo karibu. Wananchi ambao wa kutoka maeneo mbalimbali hasa katika wilaya hii ya Magharibi A, tunahamasisha kwa sababu tunapita pia kwenye shehia ambazo huwa tunafanya vikao na masheha katika shehia mbalimbali za wilaya hii ya Magharibi A. Kwa hiyo muendelezo huo unaendelea kufanyiwa kazi, kuwaona wananchi, kuwafuata kwa kila namna, kwenye kila kona, kwenye kila eneo, kuwasikiliza shida zao ambazo zinatakiwa kupatiwa suluhu kwa muda wa pale zinafanywa suluhu, na ambazo zinakuwa suluhu yake haiwezi kupatikanika pale, basi tunayachukua kwa ajili ya kuwafanyia kazi.